tayari kukusikiliza Baba, ukituonya, ukituelekeza, ukitufundisha. Yote Mungu tunakwenda kukusikiliza. Fungua masikio ya ndani yapate kusikia maneno yako ya uzima. Asante Mungu kwa sababu utamtumia mtumishi wako kama chombo chako. Tunakwenda kunyamaza kimya sasa Bwana, kukusikiliza wewe. Asante mwaminifu. Tunayaweka yote mikononi mwako Yesu, kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Wote tuseme amen. Amen. Fungua Biblia katika kitabu cha Kutoka 31 mstari wa kwanza hadi wa 5. Kutoka 31 mstari wa kwanza hadi wa 5. Mstari ni ule wa kwanza hadi wa 5, sura ya 31 kitabu cha Kutoka, Exodus. Verse 1 to 5. Basi Biblia inasema Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda, kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu, nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Bwana alibariki neno lake. Tukanirudie tena. Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu, yaani Roho Mtakatifu, katika hekima na maarifa na ujuzi. Kwa hiyo ukimpata Roho Mtakatifu kwenye mlengo wa mambo ya kazi, utapata hekima, utapata maarifa yake na ujuzi wake, na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Leo tujifunze juu ya kazi ni wito mtakatifu. Kazi ni wito mtakatifu. Kazi ni wito mtakatifu. Kazi si laana. Kazi si utumwa. Kazi si adhabu. Ilianza hata kabla Adamu hajaanguka.
Kisoma katika Mwanzo 2 mstari ule wa 15, mtu mmoja tusomee hapo. Kazi ni wito mtakatifu. Kazi ni ibada. Unapofanya kazi unafanya ibada. Unapofanya kazi uko katika wito mtakatifu ambao Mungu ametuumbia. Tumeumbiwa tufanye kazi ili kuonyesha tu hai kiasi gani. Narudia kusema, kazi ni wito wa kutumikia. Kazi ni wito mtakatifu. Kazi ni baraka, si laana wala adhabu. Kazi si utumwa, bali ni mapenzi ya Mungu. Kazi ni mazoezi ya mwili, ili kusudi mwili usiwe dhaifu, usiwe mnyonge. Akili zifanye kazi. Unapojishughulisha, basi Mungu anakuwezesha kupevusha akili. Akili ikilala, maana yake hakuna kazi. Huwezi kupanga vitu, basi moja kwa moja vitu vinakaa, utakuwa mzembe, mvivu. Na hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni wala kilicho dhaifu. Kwa hiyo kazi itastahimilisha maisha, itafanya maisha yakae katika ubora wake, itafanya huduma zikae katika kazi yake na utumishi katika eneo lake. Kazi ni wito mtakatifu. Tutaelewa tu leo tutaelewa. Haya, hebu tusomee hapo Mwanzo 2 mstari wa 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Akamweka katika bustani ailime na kuitunza. Kazi ya kwanza kabisa ni kilimo. Shangilia basi Bwana Yesu. Kabla ya mambo ya ufugaji, kwanza kabisa ni kilimo. Sasa wengi unakuta kilimo pembeni. Unaweza ukalima kwa fedha zako, unaweza ukalima kwa mbinu mbalimbali. Lakini lazima ujue lazima tuwajibike fanya kazi. Kazi inaonekana kama kitu tunachopaswa kufanya, lakini Mungu anatupa kazi akiwa na kusudi la kiroho. Kazi ndiyo msingi wa kutujenga sisi tulio ndani ya Kristo, pamoja na kujenga waamini wa mahali pamoja kuwa jamii ambayo ni nuru na chumvi. Huwezi ukaonyesha kwamba wewe ni nuru wakati wewe ni mvivu wa kazi. Huwezi ukaonyesha kwamba wewe ni chumvi wakati ni mvivu wa kazi, unaogopa kazi. Kazi ni saizi yetu. Nyuso za kazi. Nitazameni nyuso za kazi. Mshangilie Bwana Yesu. Mungu, hizi ni nyuso za kazi. Hawa sio wavivu. Mimi namwambia Mungu hapa, si mnaniangalia? Si mnaangalia madhabahuni? Mungu, zitazame nyuso za kazi hizi. Haziogopagi kazi, hazilali sana. Mshangilie Bwana Yesu. Watu wa kazi, pigie Yesu makofi. Hatuogopi kazi sisi. Tumeokoka na kazi vile vile. Wewe ni mchezo wewe. Tukikaa mahali tunakaa mahali, si ndio watumishi? Watu wa kazi, mshangilie Bwana Yesu. Bado mimi naangalia kama hizi nyuso za kazi wao zinaogopaga kazi. Sawa. Ikatokea kazi ya jasho kutokana na laana iliyotokea, lakini sisi tumekombolewa na damu ya Yesu. Au amwamini damu ya Yesu inatukomboa, alafu inatuweka kwenye neema. Alafu tunafanya vitu ambavyo hata wakati mwingine sio vya kawaida, si ndio? Yaani wale ambao wanaona kwamba kazi ni laana, bado wako kwenye utumwa ule, bado wako kwenye sheria kule, wako kwenye eneo ambalo hawajakombolewa. Yaani kama kweli umekombolewa na una roho wa Bwana, una Roho Mtakatifu aliyemjaa
anatangaza Bezaleli, anasema huyu nimemwita kwa jina lake Bezaleli. Bezaleli wa leo ni wewe. Nitamtia hekima zote, maarifa yote, ujuzi wote kwa ajili ya kila kazi. Sizungumzi juu ya kazi moja. Kumbe wewe unaweza ukaweza kazi zote, ila sasa kuna kazi ambazo za vipaumbele. Haleluya! Watu ambao wanaweza wakafanya kila aina ya kazi. Hebu mpigie Yesu makofi. Wewe ukitua Chalinze hii itaelewa. Una Roho Mtakatifu, ushindi maisha. Unaweza ukaishi popote. Unapiga kazi za kiroho, unapiga kazi za kawaida. Ikija miti, unaichora miti, unachonga vizuri, unapata pesa. Lakini pesa pia haikubabaishi. Fanya zaidi ya pesa. Una utaalamu. Mungu wa Israeli, bariki vichwa hivi, vielewe leo. Macho haya yaone, masikio yasikie, moyoni kiingie kitu. Ukiondoka leo, haleluya, 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 haleluya. Bado hamjanitia moyo sana ili tuachilie vitu. Wajua ukimshangilia sana Mungu, wanaona aka kaburungutu kadogo niliko kaachilia ni saizi kidogo, lakini wakinishangilia sana naachilia burungutu lenyewe. Naachilia kombola la ufunuo, kombola. Unaona njia mahali ambapo hakuna njia, wakati kuna bahari ya Shamu, pale ambapo wanadamu wanaona haikiwezekani. Bwana anamwambia Musa, nyosha. Una nini Musa? Na fimbo. Nyosha fimbo ulionayo, nyosha ujuzi ulionao, nyosha kipawa ulichonacho, nyosha kitu ulichonacho. Pigia mambo yote kuanzia ulichonacho, pesa ulionayo, kiwango ulichonacho, ufahamu ulionao, yani maarifa ulionayo, ujuzi ulionao. Halafu Roho wa Mungu akishakaa sawa sawa, tunaelekea Pentekosti, lakini tayari tuna nguvu ya ufufuo wa Bwana Yesu. Haleluya! Damu ya Yesu ambayo yani sasa hivi damu ya Yesu inazidi kututakasa tu. Yani haya mambo yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Mtu akikaa vizuri, anafikiria juu ya msalabani na kaza msalaba, anakuwa hai. Unatembelea mbinguni, wakati uko duniani unatembelea, unakuwa na Bwana, unashirika na Roho Mtakatifu. Halafu haleluya, unarudishwa hapa, halafu una macho sawa sawa, umemwona Bwana. Halafu umekuja hapa barazani, hapa ni baraza la Bwana, hapa ni baraza la Bwana pamoja na watakatifu walioko mbinguni na malaika tulionao. Lazima kieleweke. Mwambie mwenzako, hivi wewe ni kipepeo au wewe ni nyuki? Leo ni leo. Mshangilie Bwana Yesu. Nataka nieleze, leo nitaeleza kazi za kipepeo na kazi za nyuki. Sasa leo tutaelewa wewe ni kipepeo au wewe ni nyuki. Anza kumuuliza mwenzako, wewe ni kipepeo au wewe ni nyuki? Kipepeo, rangi nzuri ya kupendeza. Mnamjua kipepeo kweli? Mungu si utokezesha kipepeo, lakini nyinyi hamjaruhusiwa kuangalia kwenye madirisha, mawazo yenu yatakosa. Acheni. Unamjua kipepeo? Kipepeo ana mbawa 4. Nyuki ana mbawa 2. Lakini wako tofauti kidogo. Nyuki anatisha. Kipepeo maridadi, mrembo,
anatua popote, hata kwenye mizoga, hata kwenye vinyesi. Niseme pole pole, hata kwenye mauchafu. Kipepeo hatui hapo. Kipepeo maua, kuchanua, nini, kuchamvua, maua. Kipepeo mtu wa amani sana, hataki migogoro. Nyuki, we, tishio. Haleluya, 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 haleluya. Unafanya kazi kama kipepeo au unafanya kazi kama nyuki? Mnanishangaa bado. Leo tutaelewa. Lakini kitu kikubwa, ujae roho. Ujae roho. Ujae roho. Mwambie mwenzako, jaa Roho Mtakatifu. Uwe Bezaleli wa leo. Hakuna cha jinsia hapo. Yaani jaa Roho Mtakatifu. Upate ujuzi kwa Mungu. Usipige mambo ya maisha kwa ujuzi wako, kwa akili zako. Akili zako weka pembeni, mtumaini Mungu. Lakini sio pembeni kwamba uongoze, yani unakuwa na akili za kiroho kuyamudu mazingira. Mazingira yakikutawala, unakaona kakaratasi kamekenua kakopa keupe afu kana enjoy na kenyewe kako hapo. Kwangu mimi ninakaokota. Kwa mfano anakaokota, we okota bwana, wewe bwana usiwezi kunitawala hata nimekaweka huko. Hebu shangilia bwana. Wewe tawala mazingira, tawala wanyama wote. Mwambie mwenzako, tawala wanyama wote. Kenge, fisi, hata nyati. Haleluya. Tawala hata bundi, ndege. Bundi, ujasiri na bundi. Bundi hawezi kukuchezea, si ndio? Mama Peter. Leo unalo hapa, sio mchezo. Wanao mshangilia Bwana Yesu, mshangilia Bwana Yesu tena na tena. Niseme nisiseme kweli? Hivi kwa nini mimi nisiseme katika challenge hii wakati niko hai? Kwa nini nisiyaseme mambo ambayo ni mafumbo ambayo yalikuwa yamefumbwa? Nisiyainue haya mambo nikayaweka wazi, na wewe kama balozi wewe haleluya, haleluya. Wahubiri, haleluya. Walimu, haleluya. Manabii, haleluya. Mitume wa kweli, haleluya. Aya, lazima Bwana aonekane. Tukiwa tungali hai lazima tuweke alama. Haleluya. Kwa nini kucheleweshe? Nyuki ana mbawa 2, lakini kipepeo ana mbawa 4. Wote huwa wanaenda kwenye maua, lakini nyuki huwa anaona kitu cha thamani cha kuchukua kwenye maua. Kipepeo yeye ni kufurahia na kuvuta manukato ya kwenye maua na jinsi anavyopendeza. Anapepea tu, lakini mwenzake anachukua kitu cha kutengeneza asali. Kipepeo yeye upepea tu, yani hufurahia manukato na rangi za maua. Nyuki hawezi kuzama kwenye maji, lakini kipepeo mpeke kwenye maji anazama na kufa. Shangilia nyuki. Shangilia Bwana kuhusu kumuumba nyuki, si ndio? Tunajifunza kitu. Haya, nyuki si mwoga, ni jasiri. Hatikisiki wakati wa tatizo, wakati wa maadui. Kipepeo akiona maadui hataki kukabiliana. Niseme nisiseme? Niseme kabisa kabisa. Nyuki ana ujuzi wa kutengeneza asali katika maeneo mengi. Mikojo,
Mijesi anaona kuna kitu cha kuchukua pale. Sasa wengine wanaona jamani, ya sasa tunakula wewe tulia tu. Anachukua kila sehemu. Yaani kwenye maua atachukua, kwenye kila nini atachukua na maji, atachukua kote. Yeye anatembea huko na huko, anachukua kila sehemu, alafu anayachanganya yote. Ana kiwanda cha jinsi ya kuyachanganya, akachanganya, asali inatokea. Alafu zinakuwa ni dawa. We tafuta asali bwana. Asali. Ukila asali, ni nzuri kuliko hata sukari. Sukari inaweza kukuathiri, ukawa na mambo ya diabetes, ukawa na kisukari. Sio asali. Aya. Nyuki huweza kurusha mshale. Anakuachia kamwiba. Anarushaga mshale kwa maadui kama silaha yake, ili kuepukana na maadui au kuwashambulia maadui. Lakini sio nyuki, sio kipepeo. Nyuki hutengeneza asali wakati wa usiku wa manane. Wewe unalala usiku wa manane. Nyuki anatengeneza asali usiku wa nini? Wa manane. Na wakati ambapo wa mchana ni kazi. Analala saa ngapi? Yeye ajua. Mungu ajua. Kwa sababu ukifika wakati wa usiku anatulia kabisa. Alafu anaanza kutengeneza asali usiku ule wa manane. Kipepeo kalala, katulia, hawezi kupaa wakati wa usiku, hafanyi chochote. Lakini wakati wa mchana huwa anapepea huko na huko. Lakini ikifika sehemu naye anatulia, popote atakapokuwepo yeye anatulia huko mbele kwa mbele. Halafu kukiamka tena hivyo hivyo. Sio nyuki. Nyuki yani mkata mchana atatembea huko na huko kutafuta nini? Kutafuta vitu thamani fulani kwa ajili ya kutengeneza asali. Na wakati wa usiku ndio mchakato wenyewe unaendelea. Baada ya hapo chamaliza paka linatengenezwa sega, paka linatengeneza asali, anakuwa na makao yake. Atazunguka lakini ana mahali. Atazunguka lakini ana mahali. Sio kipepeo. Kipepeo naruka kila mahali. Utakapofika huko. Wewe ni mtaalamu wa mambo ya theolojia na mambo ya philosophy. Nenda kachunguze. Umenielewa? Sasa leo wewe ni kipepeo au wewe ni nyuki? Chagua. Muulize mwenzako, hivi wewe ni kipepeo mpaka sasa hivi? Bado wewe ni kipepeo? Lazima ufanye kazi. Sawa, pamoja na kwamba na yeye ana namna yake, lakini tunaangalia wadudu fulani walimhoji nyuki. Wadudu wakamhoji nyuki, wewe kila wakati wanakufukuza, alafu wanakufukuza, wewe kila wakati wanakufukuza, hata wanakuua. Wakati mwingine wanawasha moto kabisa, alafu wanachukua asali yako. Yeye nyuki akajibu, wadudu walimshambulia, sema sasa wewe faida gani unakuwa nayo? Yaani kila wakati unakuwa kwenye hatari, kila wakati uko kwenye hatari, wanakufukuza. Mara wakati mwingine wanakupiga mawe. Si wakati mwingine tunashambulia ili kusudi nyuki watawanyike, alafu tuchukue asali. Wanakupiga. Wakati mwingine wanakuwashia moto. Na wakati mwingine wanakuua. Wana faida gani? Akasema nyuki kwa wadudu, asali natengeneza mimi. Haya, hata kama wataniua au hata kama watanifukuza, lakini hata kama watachukua asali yangu, lakini ujuzi wa kutengeneza asali ninao, takufa nao. Shangilie Bwana Mungu aliye hai. Kwa hiyo kuna vipawa ambavyo ulivyo navyo usife navyo. Kuna mtu alisema makaburi yani taaluma nyingi na utajiri mwingi
Yaani umezikwa kwenye makaburi. Watu wamekufa na ujuzi wao, watu wamekufa na akili zao, watu wamekufa na vitu ambavyo wangeliweza kusaidia hata jamii, wangeliweza kutoa hata wazo fulani na mtu mbeleni angefanikiwa. Makaburi yamekuwa ni matajiri. Yaani tumwelewi yule jamaa. Tumwelewi kwa nini anasema anasifu makaburi. Baadaye anavyoelezea anasema bwana yaani kuna watu wa taaluma nzuri tayari wameshazikwa, lakini taaluma zao sasa hazionekaniki, huwezi ukakopi. Na kama wangelikuwa hapa duniani ni wabunifu, ni watu ambao wanaweza kufanya mambo makubwa, lakini sasa unakuta akili zimezikwa pale, nguvu ya kubuni imezikwa pale. Basi ndio anasema kwamba bwana, wakati ukiwa hai hakikisha unafanya vitu vikubwa, hakikisha unafanya vitu vikubwa. Uwe kama nyuki anayeweza kutengeneza asali na kikaonekana hicho kitu kikatafutwa dunia nzima, kikatafutwa kila mahali. Nyuki hana sura, anatisha. Nyuki, si unamjua nyuki? Hana sura, anatisha, lakini anatutengenezea asali. Japokuwa kipepeo ana sura nzuri, anapendeza, lakini yeye hana asali. Nyuki ana bidii, ana maono ya kutengeneza asali. Kipepeo hawezi kutengeneza asali. Kipepeo hana mambo yafuatayo: hana sega la asali, hana asali, hana mzigo wa kutengeneza asali, hana mzingo ambao unaweza ukatengenezwa na watu, ukachongwa na watu, hana makazi, hana ile kutulia mahali pamoja, lakini ni kupepea tu kila mahali itakapokuwa. Na yeye hana hali ya kivita, si hodari sana wakati wa matatizo, anapenda sana amani, ni mwoga kwenye vita. Huyo ni kipepeo. Aya, mshangilie Mungu kwa ajili ya viumbe hivi. Na wakati nilikuwa nachunguza mchwa, mchwa kanikagundua aina 4 za mchwa. Yaani mchwa unaotengeneza kichuguu ni wadogodogo, lakini wanatengeneza kichuguu. Namna wanavyofanya wakati wa kiangazi inakuaje, wakati wa masika inakuaje. Mara nyingi hawawezi kukaa mahali pa bondeni, lakini watakwenda kwenye mwinuko kwa sababu wasije wakasombwa na maji. Wana akili mchwa. Nikawa nimesoma tena mambo ya tai jinsi alivyo na kufananishwa na Yesu. Kwa hiyo ndio maana nimekuja tena nasoma mambo ya kipepeo na nyuki. Bado naendelea kusoma mazingira, na wakati mwingine napitia mambo ya simba. Simba huwa anaishi duniani miaka mingapi? Ana meno mangapi? Sasa unaweza ukaona ni vitu vidogo vidogo, si ndio? Kwa nini simba yuko hivi? Basi unasoma hivyo vitu. Twiga, si ndio? Alafu nakuletea habari, tunazilinganisha katika mambo ya roho. Leo nyuki, kipepeo. Halafu nitaingia kwenye chungu. Chungu. Tamuelezea pia chungu kidogo. Lakini haya yote ni kuhusu kazi. Umenielewa tumishi? Ni kuhusu kazi. Sisi ni zaidi ya chungu, ni zaidi ya kipepeo, ni zaidi ya nyuki. Kwa hiyo unakuta kwamba Bwana ni mwema kutusaidia zaidi. Kipepeo usiku huwa anatulia, analala, hana mchakato wowote, lakini nyuki huwa ndio yuko kazini zaidi. Kwa hiyo unakuta kwamba anafanya vitu kuliko kawaida. Sasa sisi natakiwa tuwe na bidii katika maisha yetu. Kazi sio adhabu, kazi ni baraka. Mungu alituumba ili tufanye kazi. Yeye ni mfanyakazi wa kwanza. Alifanya kazi mwanzoni. Mwanzo 2 mstari wa 2. Hebu soma Mwanzo 2 mstari wa 2. Mungu alifanya kazi, ni mfanyakazi. Mfanyakazi. Na hata kama akiwa mkulima bado ni mfanyakazi. Wafanyakazi si wale walioajiriwa tu.
yaani ni wale wanaofanya kazi, ndio namaanisha hivyo. Kwa Mungu ni mfanyakazi, aliumba, alifanya kazi. Hebu soma Mwanzo 2 mstari wa 2. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Kwa hiyo alifanya kazi, halafu baadaye akapumzika, akastarehe. Kweli tatu kuhusu Bezaleli. Bezaleli kweli kuhusu tatu, ambaye ni fundi, kama tulivyoweza kuona hapo, alitiwa hiyo roho na Mungu mwenyewe. Mungu anaweza akakugeuza kwa namna ya pekee. Hata unaweza kuwa unaombea ufundi wako, ukawa fundi ambaye si wa kawaida, designer ambaye si wa kawaida. Unajua ni sawasawa na Yusufu anaenda pale Misri, halafu Yusufu anakuwa mwaminifu. Mbaraka wa Bwana unatembelea mpaka ile nyumba ya Potifa, anaenda mpaka gerezani, mpaka wanamfanya kuwa kiongozi. Kuna vipawa ambavyo Roho wa Mungu alikuwa ameviachilia ndani yake, na hata anapokwenda kuishi kwenye nyumba ya Farao, maajabu yanaendelea kutokea. Bezaleli moja alichaguliwa na Mungu kwa kazi maalum. Andika hapo kweli kuu tatu kuhusiana na Bezaleli. Bezaleli alichaguliwa na Mungu kwa kazi maalum. Alichaguliwa na Mungu kwa kazi maalum. Tunaweza tukaona katika Kutoka hiyo 31 mstari wa 4 unasisitiza hapo, mstari ule wa 4. Yaani alichaguliwa kwa kazi maalum. Wewe duniani umechaguliwa kwa kazi maalum. Kwanza, chaguo la Mungu ni pale ambapo ulipoamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi, ukateuliwa, ukatoka katika dunia, ukaja sasa kwa upande wa Mungu kwa kupitia wokovu. Lakini baadaye tena Mungu atakutumia kwa kazi maalum ambayo Mungu ameikusudia. Bezaleli alikuwa na heshima aliyopewa na Mungu. Alikuwa na heshima aliyopewa na Mungu. Alikuwa na heshima aliyopewa na Mungu. Na sisi tunapomtumikia Mungu tunakuwa na heshima zetu. Tunakuwa na heshima zetu kulingana na kile kitabu cha Yohana sura ile ya 12 mstari wa 14. Kama sio 26. Hebu angalia Yohana 12:14. Kuna heshima ulionayo. Yohana 12 mstari wa 14. Ndio. Naye Yesu alikuwa amepata mwanapunda, akampanda. 26. Mstari wa 26. Ndio. 26. Mtu akinitumikia na nifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Baba atamheshimu. Mtu akinitumikia, 26. Mtu akinitumikia na anifuate. Yaani unapomtumikia Mungu, mfuate Yesu nyayo zake. Fata maneno yake. Angalia ahadi za Mungu. Angalia Yesu alichokuagiza kukitekeleza. Nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Katika ulimwengu wa roho Bwana anakuweka mahali. Lakini pia kwenye ulimwengu ule ujao tutakapokuwepo ndiko Yesu atakapokuwepo, au Yesu atakapokuwepo na sisi tutakuwepo hapo. Lakini Baba pia atamheshimu. Kwa hiyo tunayo heshima ya Mungu Baba tunapomtumikia Mungu. Kazi zetu za mikono zimebarikiwa kwa sababu zimetakaswa kwa damu ya Yesu. Kwa Yesu kupigiliwa misumari katika mikono yake ni kuondoa laana katika mikono, maana mikono, kwa kazi zetu tunafanya kazi kwa mikono. Alafu kile unachokigusa kimebarikiwa. Iko heshima kubwa ya Mungu kukuinua, kukufanya kuwa mtumishi wake, na moja kwa moja umeheshimiwa na mbingu. Mbingu inakuheshimu, malaika watakuheshimu, watu watakuheshimu, jamii itakuheshimu.
na hata watu unaotumika pamoja nao wanakuheshimu kwa kile unachokifanya. Kwa hiyo iko heshima kubwa. Bezaleli aliheshimiwa, mambo ambayo tunayoyapata kwa Mungu pale ambapo tunapokwenda vizuri na Mungu. Lakini jambo lingine, alikuwa ni mtu ambaye anayebuni vitu, ni mtu ambaye ni mbunifu wa mambo mbalimbali ambayo aliyokuwa amewekewa ndani, ujuzi aliyokuwa amewekewa ndani. Kwa hiyo anao ubunifu ndani, aliwekewa ubunifu ndani. Mungu alimtengeneza kwa ajili ya kazi, na sisi ametuumba kwa ajili ya kazi. Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9. Sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Soma hapo. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9. Ndio. Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa hiyo Wakorintho wale ni jengo la Mungu au ni shamba la Mungu. Lakini mtumishi Paulo pamoja na watumishi wengine ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Tunapokuwa tunaendelea kutumika, tunapohudumu, tunapoendelea hapa duniani, sisi ni wafanyakazi. Ulimwengu huu unakuwa ni kama shamba. Eneo hili la dunia linakuwa ni shamba. Kwa hiyo tumetengenezwa kwa ajili ya kazi kiroho, na mioyo yetu imeumbwa kwa ajili ya kazi hiyo. Ina mizigo hiyo, na hata hisia zetu na hali zetu ambazo tunazokuwa nazo za maamuzi zimewekwa hivyo kwa sababu ya nafsi ambayo imekuwa hai kutokana na pumzi ya Mungu iliyoachiliwa. Kama Bezaleli, kila mwamini ameumbwa kwa kusudi fulani. Efeso 2:10. Kama Bezaleli, kila mwamini ameumbwa kwa kusudi fulani. Mwamini hajakuwepo kama mwamini tu, lakini ameumbwa kwa kusudi fulani. Hebu soma Efeso 2 mstari ule wa 10. Efeso 2 mstari wa 10. Ndio. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu ameyatengeneza. Mambo ambayo yametengenezwa yako kwenye store ya Mungu, yanasubiri watu wanaompenda Mungu ili Mungu aweze kuyatumia yale kupitia maisha yao. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10 anasema kuna mambo ambayo jicho halijawahi kuona. Unaweza ukatoa jambo ambalo mtu hajawahi kuliona duniani, kwa sababu wewe ni wa kipekee. Unasema kwamba yule Bezaleli akaweza kujazwa roho ya Mungu kwa hekima na maarifa na ujuzi wa kila namna ili aweze kubuni vitu. Anabuni kama vile Mungu. Haigizi. Yeye kitu kinachokuja anavyopenda. Ana design. Ndio maana ya kubuni hapo. Sio kukopi. Unaweza ukachora kitu kwenye ulimwengu wa roho. Shawahi kumuona mtu mmoja, hata kama alikuwa ni mjenzi, lakini alipokuwa amejenga, na pamoja na kwamba inatakiwa upitie pia taaluma, lakini anapokuwa sawa amepitia taaluma fulani ambazo za kielimu, lakini akikalia gorofa mpaka watu wanashangaa, wenzake ambao wanaojenga wanashangaa, wanamwita, wewe bwana, ulifikiri nini kudesign hiki kitu? Maana kitaaluma za kawaida hapa level hii hatujafika. Anasema kwa sababu mimi nimeokoka na Mungu ananisaidia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anakaa vitu vingine. Nilipokuwa nimekaa naye kule Kongwa, akajenga gorofa lile la kanisa, akajenga na gorofa la mchungaji. Sasa akawa tunamuuliza maswali.
ulipataje huu ujuzi? Je, ni elimu tu ya kawaida? Akasema ni elimu nimeipitia, lakini Bwana ameniwezesha. Kuna vitu vingine hutavipata kwenye elimu ya kawaida. Bwana anakupa tu chanzo kwenye mambo ya elimu ya kawaida, lakini sana anayeweza kufanya mambo mpaka wakati mwingine yakastaajabisha watu ni Roho Mtakatifu, sababu yeye ndiye anayeleta vipawa. Roho Mtakatifu akiwa rafiki yako utauchangaza ulimwengu. Hebu soma hapa, kuna mambo ambayo yametengenezwa kwa ajili yetu toka mwanzo, yamewekwa kwenye store ya Mungu, yanatusubiri sisi tuchangamke na Roho Mtakatifu tuyahitaji. Hebu soma hapa Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Ndio. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Ndio. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Hata mafumbo ya Mungu. Kwa yako mafumbo mengi ya Mungu, mengi mafumbo milele na milele, hatutayamaliza. Lakini anayeweza kutudokolea kule, kutuchukulia kule ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Vilivyoshinda wewe kwa nini umezaliwa? Umezaliwa ili ulete suluhisho katika jamii yako ya kiroho na ya kimwili. Ulete suluhisho katika nchi yako. Kuna matatizo ambayo mtu mwingine hawezi, lakini wewe ndio maana umezaliwa. Tukisema hivyo, maana yake hata tunapokuja katika Yeremia 1 mstari wa 5, nalikujua kabla hujaingia tumboni, sijakuumba tumboni mwa mama yako, na nimekutakasa, nimekutenga uwe maalum ili kusudi ufanye kazi yangu. Kuna kazi ambayo mtu mwingine hawezi, na ndio maana wewe nimekujua, nimeweka mpango hapo utimizwe, lakini nani wa kuutimiza? Nimeona ni wewe. Bwana asiwe sana. Kwa kuna mambo ambayo sio ya kawaida. Hebu twende kwa Danieli. Twende tu pole pole, hatutamaliza maandiko. Danieli sura ya 2 mstari ule wa 17. Ndoto ilipotea kwa Nebukadreza. Halafu wakaletwa wanajimu, wakaletwa wachawi, waganga wa kienyeji, wakaletwa watu ambao wamesomeshwa miaka 3 katika chuo na kwa kulipiwa gharama zote na hata mkuu wa nchi au mfalme Nebukadreza. Lakini leo ni ishu ya kufumbua ndoto imepotea. Halafu waitafsiri ndoto hiyo ni ya namna gani. Alipofikishwa Danieli anasema hivi 17 sura ya 2, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya asiri hiyo ambayo imefichwa hata kwa wote ambao walikuwa na elimu pale. Maprofesa pale walikuwepo, wasihiri. Labda nyinyi mnataka muweze kuyaona haya. Yaani hapa walishindwa kabisa watu. Hebu mstari wa pili, nirudi nyuma kabisa, mstari wa 2. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakaridayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nisijue tafsiri yake. Ndipo hao wakaridayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu. Yaani wakamwambia, ngoja mfalme tuingie kwenye lugha zetu huku, lugha ya kimataifa. Yaani kama kwa mfano hapa tunaongea Kiswahili, basi unaongea na mfalme Kiingereza, lugha ya kimataifa kwa sasa. Sasa kipindi hicho Kiaramu. Mfalme uishi milele, tuwaambie sisi watumishi wako ile ndoto
nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Yaani leo unajua kuna ndoto zingine zinaelezwa. Hii Mungu alionyesha mfalme, alafu akaichukua, akaiondoa, alafu akampa fadhaiko mfalme. Alafu akawa na itamani aijue, kwa sababu hana raha. Hawezi kula, hana raha. Na ndani ya moyo wake, dhamiri yake kule inamwambia hiyo ndoto ni ya muhimu kuielewa. Ni msingi upate kuelewa. Kwa hiyo akawa na fadhaa, akaona aite watu wa elimu, watu ambao wamesoma, watu ambao wana madigrii yao. Sasa mstari wa 5, mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, inatakiwa ninyi muwe na kazi mbili. Yani mvute akili zenu na ubunifu wenu na namna yenu na akili zenu zote na fahamu zenu, muilete ile ndoto. Hapo ndio nitajua kwamba mmesoma na roho fulani na kanda ni mwenu. Roho ya kusoma hiyo. Sasa ilete ile ndoto na muniambie tafsiri yake. Hata kama mkiileta tu bado ni nusu hiyo. Muniambie na tafsiri yake. Sasa kitu kimekamilika, nitawaacha. Sasa angalia kitakacho kuwatokea. Na tafsiri yake muilete. Mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa, zitafanywa kama shimo la takataka. Mnakatwa katwa pamoja na familia zenu zote, alafu nyumba zenu ndio zinakuwa zinarundikwa hayo manyama yote. Kwa hiyo usomi wenu nataka niujue hapa. Nataka nijue ubunifu wenu mpaka tumemaliza. Gharama zote za kiserikali zimeweza kuchangia ili usaidie taifa hili na dunia hii nzima. Sasa mnaniambia niwaambie mimi hiyo haiji, mtakatokato hapo, nyumba zenu zitakuwa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto, mstari wa 6, bali mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamwonyesha tafsiri yake. Mnataka kuigiza sana nyie. Mnataka kuigiza sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu shangilie Bwana Yesu. Roho ya ubunifu, roho ya ustadi tokayo katika Roho Mtakatifu, inayoweza kufumbua mambo. Haishindwi na mazingira, haishindwi na hali ya hewa. Ni maombi tu, ushirika wako na Mungu na Roho Mtakatifu. Wewe unakuwa rafiki yake na neno la Mungu ulionalo na imani ulionayo. Hizo ni zana, hivyo ni vifaa ambavyo vya kukusaidia. Unaingia kama mtumishi wa Bwana, unamuuliza Mungu, hakuna linaloshindikana. Bwana, hivi vitu vyote vimekuwepo. Hata ndoto ni wewe mwenyewe umeruhusu iwepo na umeiondoa wewe mwenyewe. Tuletee watumishi wako. Ndio Danieli sasa akasikia, Bwana watu wanataka kuuawa huku, wote wasomi wanataka kuuawa, nikaokoeni jahazi. Asema mbona amri imekuwa kubwa sana? Ndio hivyo, yuko serious, anataka ndoto na tafsiri yake. Basi Danieli 17, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Sisi ni tofauti Bwana, hata kifo chetu hakiratibiwi na mtu mwanadamu yeyote.
Hatukubali kwa ajili hiki, tuna Mungu aliye hai anayeweza kufumbua mafumbo. Ndipo Danieli alipofunuliwa ile siri hiyo katika njozi usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Hekima na uweza ni wake. Yeye hubadilisha majira na nyakati, huzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na mambo ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hutokea kwake. Na mstari wa 23, na kushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, na ukanijulisha hayo tuliyoyataka kwako. Maana umetujulisha neno lile la mfalme. Shangilia Bwana Yesu. Mungu wa Danieli ndiye bado Mungu wetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndoto gani imesumbua? Ndoto gani? Muulize mwenzako, ndoto gani inakusumbua wewe? Ndoto gani inasumbua jamii? Ndoto gani inasumbua kwenye familia? Ndoto gani? Si uimbie kwa Mungu tu. Ndoto gani? Kitu gani? Tunafanya kazi kiroho, kimwili, kinamna zote. Umenielewa? Kila kazi ya kiroho, ya kimwili, ya kiuchumi, ya namna zote, kila kazi nimekujaza wewe Bezaleli kwa kila kazi. Haleluya. Wanaona kwamba ni matajiri, tayari ni watajiri. Wazo tu ni utajiri. Wazo tu kilipata. Kumbe nilikuwa wapi? Kumbe ndani ya Roho Mtakatifu kuna ubunifu mkubwa. Nikitulia na Roho Mtakatifu, kumbe ananifumbulia mafumbo. Mshangilieni Bwana Yesu. Wave your hands. Kuna shida gani nyumbani? Kuna fumbo gani ambalo halijafukuliwa? Yeah? Sasa angalia target. Kama kuna kitu ambao kimekuwa fumbo kwenye familia yako, kwa watoto wako, kwenye kazi, ofisi, na kila sehemu, na katika jamii, mwendee Mungu akujaze Roho Mtakatifu, alafu kila kitu yeye atafanya, utakuna msifu. Umenielewa? Kuna mambo ambayo hayajawahi kuingia kwenye moyo wa mtu, hayajawahi kuonekana kwenye macho ya mtu, hayajawahi kusikiwa kwenye masikio, yanatusubiri sisi tuonyesha kujikaza kumpenda Mungu, yaani kumtafuta Mungu kwa bidii. Siangalii kushoto wala siangalii kulia, unanyoka kwa Mungu wako aliyekuleta duniani. Kuna masaa ambayo ya pamoja, yaani ndugu wakikaa pamoja tena kwa umoja, kuna baraka kubwa sana. Tena kuna wakati mwingine kuna kama mafuta yanayoshuka ndevuni mwa Haruni mpaka kwenye pindo la vazi. Sawa? Yatoka kichwani mpaka ndevuni mpaka kwenye pindo la vazi. Hapo ni umoja pamoja na kwa pamoja. Kuna mambo ya peke yako na Mungu, peke yako na Mungu. Mungu anakutafuta kwenye site za peke yako na Mungu. Isaya 50 mstari wa 4 na wa 5 anasema, Mungu huwa ananiamsha ili apate kulisikizisha sikio langu. Kuna jambo Mungu anataka kunong'oneze wewe peke yako. Hujawa na utulivu, hujapata muda wa kutulia ukaongea naye kwa utulivu. Usiwe na haraka. Kuna muda ambao tenga muda wa ukimya, muda wa kukaa peke yako na Mungu. Hata kama ni nusu saa, fanya zoezi hilo. Hata kama utakuwa na saa moja katika wiki, tenga hivyo. Utaona mambo yanatokea. Ataanza kukuonyesha mambo ambayo ulikuwa huyajui. Kutoka 34 mstari ule wa 10, bado kuna miujiza
ambayo haijawahi kutendeka katika nchi yoyote wala taifa lolote, lakini Mungu anasema nataka niyafanye hayo pamoja na niliyoagana nao. Watu wa agano walikuwa taifa la Israeli kwa kipindi kile, lakini sasa sisi ndio watu wa agano lenyewe. 34 mstari wa 10. Soma. Akasema, tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote. Nitatenda miujiza ya namna jinsi ambayo haijawahi kutendeka katika dunia. Jamani, vya itakuwa ni story tu. Nani akamate hiki atuletee? Unaweza kutuletea? Haleluya. Una nyavu gani? Nyavu unaitupa nyavu. Mwingine ana nyavu ya omena. Dagaa. Samaki wadogo. The little fish. Mwingine ana nyavu za kuleta gogogo. Nembe. Sato. Mwingine ana nyavu za kuleta sangara. Samaki wakubwa. Utatuletea samaki gani? una injili yako ni ya kunasa vitu gani? Kazi yako unaleta nini kwa Yesu mpaka kuache ukiwa hai? Hebu niambie huko. Wala katika taifa lolote na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha ni kutendalo. Muulize mwenzako, hivi tangu umeishi hapo unapoishi, watu unaokaa katikati yao wameshaiona kazi ya Bwana? Muulize. Yesu anataka aone jibu ndani ya moyo. Muulize mwenzako, hivi watu unaokaa katikati yao wameshaiona kazi ya Bwana? Muulize huyo, sijiani jamani. Zungumzeni. Hivi watu unaokaa katikati yao wameiona kazi ya Bwana? Una ubunifu gani kupeleka injili kwao? Au roho kaishia hapo? Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Hey! Mungu wetu ni mpya kila siku. Si ndio? Amen. Maombolezo 3:23. Maombolezo 3:23. Maombolezo 3:23. Ni mpya kila siku asubuhi. Haya. Uaminifu wako ni mkuu. Haya. Yaani kila siku ni mpya. Wewe ni mpya kila siku. Kama analeta siku mpya, wewe unakuwa wa kale. Mtaenda na kikale. Hebu mwambie mwenzako, wewe ni mpya leo. Ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wa Mungu ni mkuu kwa upya wake. Leo ni mkuu, kesho inakuwa mkuu zaidi, kesho kutwa inakuwa mkuu zaidi. Tunapenda imani hata imani yatakwenda nguvu hadi nguvu nyingine, utukufu hadi utukufu mwingine. Huwezi kumaliza kwa Mungu hatua hadi hatua. Leo inatakiwa uchukue ya jana, viwango vya jana uongeze na vya leo. Roho Mtakatifu akikaa ndani anasema atakupa hekima inayozidi hekima za dunia, hekima na maarifa na ujuzi ambao haujawahi kufundishwa shuleni. Utakuwa mbunifu wa kazi, mbunifu katika mazingira, mbunifu katika ofisi yako.
mbunifu katika nyumba yako, mbunifu kwenye ndoa. Lazima ifike kwa Mungu tu kama umeokoka kweli kweli. Haleluya, 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 haleluya. Wasiopiga makofi si haleluya, lakini wanaopiga makofi haleluya. Una ubunifu gani na kazi ulionayo, vifaa ulivyonavyo, troli ulionalo, pikipiki ulionayo, baiskeli ulionayo, gari ulionalo, nyumba ulionayo, kazi ulionayo, mashamba ulionayo, yani mifugo ulionayo, masikio ulionayo, yani macho ulionayo, moyo ulionayo, mazingira ulionayo, nyumba ulionayo. Niseme haleluya, hale. Malizia. Hale. Haleluya. Hale. Ya Jehova. Haleluya, sifa kwa Bwana. Shangilia Bwana Yesu. Hivi umeshawahi kuishi Chalinze? Uko Chalinze? Una Mungu Chalinze? Unatembea naye? Yeye ni Bwana wa mabwana? Mfalme? Unafanya naye kazi Na ukifika mahali kwa hiyo wanamjua kwamba Bwana akaingia hapa pamoja na mtumishi wake. Una Bwana Yesu kwenye maisha yako ofisi yako. Na angalia tu mioyo. Wengine wanasindikizia. Wengine hawako Chalinze, wengine wanaishi kwa sababu, wengine wanasemea. Bwana Yesu apewe sifa. Yuko jamaa fulani anaitwa John Knox. Akaishi Scotland Uingereza. Wakati huo Elizabeth ndiye alikuwa anatawala, mfalme Elizabeth. Lakini alikuwa anaogopa sana maombi ya John Knox. Tuseme hivi, John Knox alisema, Mungu umeniita. Ndio. Mimi ni mtumishi wako. Ndio. Umeniamuru niagize chochote, niombe chochote, aombaye hupewa. Ndio. Unajua Mungu anaitika kwa kutumia maandiko yake. Bwana asifiwe sana. Sasa nina ombi fupi tu. Naomba Scotland iokoke, la sivyo nife. Naliona hilo jamaa. Naomba Scotland iokoke, la sivyo sina haja ya kuwepo duniani, nije kwako. Nimeshafanya kazi ya kutosha, ya nini kuwa kama mzururaji duniani? Hasa Scotland. Menipokuwa mhubiri wa Scotland hajaitika kwako, nipe Scotland, la sivyo niruhusu nije kwako. Wewe nani John Knox? Kwa nini usitumike kama kina John Wesley, kina Charles Wesley, Charles Finney? Kwa nini wewe unaomba maombi magumu? Unayaweza? Si kwamba siwezi kuyatimiza, unayaweza. Nasema Mungu nipe Scotland, la sivyo nife. Hivyo tu. Lenyewe lilikuwa na maombi mafupi. Nipe Scotland, la sivyo nife. Nipe Scotland au nife. Nipe Scotland au nife. Nife maana yake na nitengane na mambo ya dunia hii, nije kwako. Sio kwamba mimi nakutenda dhambi. Nakuje kwako kwa sababu niko upande wako. Sina kazi,
kaomba kafunga, kaomba kafunga, kaomba kafunga. Mungu akamwambia, fafanua. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Alafu na kutangaza hapa, nasema wewe uko hai siku zote, sauti yako ameisikia hii. Alafu na mtumishi wako yani nazungumza juu yako. Alafu bado wengine wanatenda dhambi hapo, bado mtu haujaitika kwako. Nina maana gani ya kumtangaza Mungu aliye hai, aliye mkuu, anayeweza mambo yote? Kwa nini usiweze kuigeuza hii Scotland? Kwa nini wale waligeuza miguu juu kichwa chini ulimwengu wao? Kwa nini Scotland? Basi nimekupa, nimeona umejizatiti, unaomba unachokielewa. Una maandiko, umesimama kwa msimamo, alafu unamaanisha baada ya Scotland yote kwa Yesu. Scotland yote Yesu. Bwana asifiwe. John Knox alikuwa mwanadamu kama sisi. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Si ndio Sasa waliopindua ulimwengu walikuwa wanadamu kama sisi. Na kuuliza swali, unaishi Chalinze? Nauliza swali la maana, unaishi Chalinze? Muulize mwenzako, unaishi Chalinze hii? Chalinze kwa nini haijaja kwa Yesu yote? Unaishi Chalinze? Muulize tena, unaishi Chalinze? Unafanya nini ili Chalinze iokolewe? Unafanya nini? Bwana asifiwe. Wafanyakazi pamoja na Bwana, Bwana asifiwe. Wafanyakazi shambani mwa Bwana, Bwana asifiwe. Mafundi kwenye jengo la Mungu, Bwana asifiwe. Wafanyakazi pamoja na Bwana, Bwana asifiwe. Yani, haleluya, 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 haleluya. Wewe ni mwana wa simba. Wewe ni mwana wa simba. Simba kabila la Yuda, aitwaye Yesu. Una sura ya Yesu. Haya, tutaona kazi yako. Kama hutaingia kwenye maombi alafu ukajizatiti, Mungu akutumie kwa namna isiyokuwa ya kawaida, alafu umwambie Mungu, mikono yangu imebarikiwa, kila nitakachokigusa kimebarikiwa, na vitu nitakavyokuwa navyo vyote nitamtumikia navyo katika maisha yangu, katika nyumba yangu, pia pamoja na nyumba ya Bwana, pamoja na kazi ya Mungu. Yaani hakikisha kwamba unajiatachi na baraka za Mungu, lakini baraka za Mungu zisiishie tu kwenye maisha yako na katika huduma yako, yani maisha yako, lakini uzipeleke pia kwa sababu Mungu ndiye amekufanikisha, si ndio? Lazima uzihusishe na kazi ya Bwana. Uzihusishe na kugusa jamii. Uguse maisha ya jirani zako. Uguse maisha ya utumishi. Uguse kila sehemu. Umenielewa watumishi wa Bwana? Kwa sababu hapa tuko kwa ajili ya kazi, na kazi hizi tulizopewa hata za mikono ni kwa ajili ya kuinua kazi ya Mungu na hata kazi zetu za kawaida. Bezaleli kila mwamini, yani Bezaleli kila mwamini analo kusudi la Mungu katika maisha yake. Na ndio maana ninasisitiza kwamba kila anachokifanya akifanya kama kwa Bwana. Kolosai 3:23. Kila anachokifanya akifanye kama kwa Bwana. Wito wetu ni kufanya kazi na kutengeneza msingi wa wito wa wengine wanaotufuata. Kutengeneza msingi wa wito wa wengine wanaotufuata. Jamii yako ni bustani. Jamii yako ni bustani. Jamii yako ni shamba. Yaani mji wako ni shamba ambayo natakiwa ufanye kazi za kawaida
na kazi za Mungu, kama Danieli walivyokuwa wanafanya kazi za ofisi, lakini pia na kazi ya Mungu wakiwa wanamtangaza Mungu. Kanisa linatoa nafasi ya kuabudu, kanisa lina nafasi ya mafundisho, kanisa lina nafasi ya maombi, kanisa lina nafasi ya kumwabudu Mungu. Narudia, kanisa lina nafasi ya eneo la kujifunza na eneo la kufanya maombi zaidi. Na ili kusudi tuliweke wazi kanisa, yani kanisa lazima liwe huru kufanyika kama mjumbe wa Injili kulingana na Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari ule wa 20. Anasema sisi tu wajumbe wa Kristo, sisi tufanyike wajumbe wa Kristo, kanisa lifanyike wajumbe wa Kristo. Wakorintho wa pili 5 mstari ule wa 20. Lakini tuna huduma ya upatanisho kama jinsi ambavyo nilivyosema tena Wakorintho wa pili 18 na 19. Tumepewa huduma ya upatanisho. Hakikisha kwamba unafanya huduma ya upatanisho. Tuna nguvu za kuwa mashahidi kulingana na Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Roho Mtakatifu aliposhuka wakapata nguvu katika Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Lakini tuna hamasa ya kuishi kama Yesu alivyoagiza, tukifuata nyayo zake. Chungu. Mithali 6 mstari wa 7 na wa 8 na Mithali 30 mstari ule wa 24 hadi 25. Chungu. Nikimalizia na habari za chungu. Hebu soma Mithali 6 mstari wa 7 hadi wa 8, lakini pia Mithali 30 mstari wa 24 na 25. Nitamalizia hapo. Na maisha ya chungu yanafananishwa sana na maisha ya Yusufu. Yusufu alijifunza sana kanuni ya kuweka akiba na akalivusha lile taifa la Misri, na taifa la Misri kategemewa dunia nzima. Chungu huwa anaweka akiba. Hebu soma Mithali 6 7 hadi 8, alafu 30 na mstari wa 24 na 25. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu. Hana akida kama siafu. Yani kuna watu kuna siafu ambao wanachukua misafara, wanachukua mizigo, na kuna wengine ambao ni maaskari wamekaa huku na huku. Sasa yeye hana akida. Yani chungu yeye hana akida. Mnawajua wale chungu pokwenda wale, ukitaka kuwasumbua muue yule wa kwanza. Yule wa kwanza ndiye anajua ramani. Wakichaona umezunguka hawamuoni kuna nani, wanakwenda kwa hisia, wanaenda kwa harufu, basi baada ya hapo wanageuka. Baada ya muda tu wanageuka, wanarudi kutoka, kwa sababu wamemuua kiongozi, yani kiongozi wao hapo. Lakini wao hawaona maaskari, wote ni maaskari. Chungu wote maaskari. Gusa mmoja uone, wanatawanyika pale wanaanza kushambulia. Lakini hawana kama siafu kuna wabeba mizigo na kuna maaskari ambao wanakaa pembeni kulinda wala ambao wanaobeba mizigo. Chungu wote wanakuwa msafara mmoja, lakini wote ni maaskari. Wote tu maaskari wa Kristo. Wote ni makuhani. Wote ni watumishi. Tuko kama chungu. Hebu usoma hiyo. Lakini ujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ndio. 24 mstari mpaka 25, 30 Mithali. Kuna viumbe 4 duniani vilivyo vidogo, lakini vina akili nyingi sana. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini hujiwekea chakula wakati wa hari. Chungu wanaitwa kwa kifupi chungu. Bwana asifiwe sana. Nikuletea habari za chungu. Kama hutaelewa leo, hata wadudu utahukumiwa na injili hii ya wadudu. Wadudu walivyowekwa mbele za Mungu, halafu wewe ni mtu ambaye una pumzi ya Mungu, halafu ufanye vitu vya kimungu. Yani hiyo ni shida. Chungu, jifunze hekima na akili yake. 1, huweka akiba. Chungu huweka akiba ya chakula. Hali chakula chote akamaliza, na hawezi akasahau wakati ujao. Chungu huyu anaweka akiba. Na namba 2, huwa na uwezo wa kutambua alama za nyakati. Yeye huwa anakusanya chakula wakati wa masika, wakati wa chakula kama sasa.
Hasi ndio tunaelekea masika hao, ndio tunamaliza. Ndio tuko katikati. Si ndio? 3, 4, 5. Haya. Mavuno tayari. Haya. Lakini wakati wa hari anakuwa anaweka wakati wa hari ili kusudi kuja kuvuka nyakati hizi. Haya. Yeye huwa anatambua nyakati na majira. Mtu wa Mungu hajui majira. Majira ya kilimo ni kipi? Hajui. Wakati wenzako wanavuna, hajafanya kazi. Hata kama wewe unaendesha bodaboda na nini, lakini wakati mwingine unaweza kutafuta hata shamba hata dogo ukalima kwa kutumia pesa yako hiyo, wakati unaendelea na bodaboda huko. Si kipindi cha kilimo, unawekeza huku na shangileni Bwana Yesu Bwana, hivyo. Usikae na kazi moja, mkondo mmoja wa baraka. Mungu ukifungua mikondo yote, Mungu anaibariki yote. Chungu hana msimamizi, hana wala akida, hana. Chungu hujituma kufanya kazi. Wote ni kama maskari, wote wanajituma kufanya kazi. Ukija kivita, wako kivita. Ukija kiusalama, wao wanapita zao, hawawezi kukuchokoza. Wachokoze uone. Wanageuka kivita kweli. Piga kelele. Huyu adui, yuko wapi? Yuko. Wanawasiliana, wana njia za mawasiliano. Lakini kama hujawachokoza msafara wao, wanajua tu kiongozi anakopita, wanakuwa wananusa harufu, wanaindiketa fulani, wanaondoka, wanaenda zao. Chokoza uone popote. Wanapeana taarifa mpaka wale wa kule wanarudi, na hao wa huku wanarudi, jamani wapi huku? Chungu hao. Usidiwe na chungu. Ndio maana kuna wakati mwingine amepatikana na shida. Mnataarifiana hata kizoni au kiseli. Jamani, mwenzetu anaumwa. Piga makombora saa 5, saa 6, saa 7 au saa 9, saa 10. Mtu mmoja wa namna fulani, si ndio? Sasa mnakuta mpaka mnashambuliwa. Magonjwa yanashambulia watu 10 hawako kanisani eti kwa sababu ya magonjwa. Hapo lazima tustuke. Pige kabisa huyo adui. Malango ya kuzima yote alishinda kanisa. Hawana msimamizi. Wao hujituma kufanya kazi kwa bidii. Hufanya kwa ubora bila kuambiwa, bila kusimamiwa, bila kusukumwa na viongozi. Yaani kanisa likiwa hivi, kana buni kazi. Unafagia. Unajua kwamba ni wajibu wako kama mzee wa kanisa, wazamu, mshemasi wazamu, unajituma. Sio mpaka mtu aje kupitia kwenye mkesha nako. Bwana. Mpigie Mungu makofi kwa ajili ya chungu. Anatufundisha kitu, atufundishi kitu. Si anatufundisha. Tutazidiwa na chungu. Tunazidiwa na chungu. Chungu ana tabia ya kuangalia mbali, kupanga sasa hivi, na anapanga sasa hivi ili avuke majira yajayo. Ana tabia ya kuangalia mbali. Miezi 2 itakuwaje? Mwaka huu mpaka miezi 5 itakuwaje? Au miezi 6? Nini kitokee? Huu ni mwezi wa 4 eti. Tulianza juzi hapo Januari. Huu ni mwezi wa ngapi? Tarehe 12 leo. Mwezi wa 4. Ukikaa bila kupanga mambo na kujituma kwa bidii, utastukia mwezi wa 8 huo. 10, 11, 12. Jua limetua. Mwaka umeshaisha. Unaingizwa mwaka mwingine. Alafu hakuna kilichofanyika, kimefanyika kwa kidogo sana, sababu hupangili. 5. Chungu hufanya maamuzi na kuchukua hatua kila wakati bila kusita. Chungu hufanya maamuzi na kuchukua hatua kila wakati. Akishapanga anachukua wakati na anachukua hatua.
umepanga maombi ya saa fulani, maombi ya saa fulani kwa muda fulani, huku unafanya kazi fulani kwa bidii unafanya. Chukua hatua, Bwana atakuwezesha. Namba 6, chungu wana umoja. Kama nilivyokwisha kutoa mfano, ukiwagusa mara moja wote wanasaidiana. Hujawachokoza, wana umoja wao wa safari yao. Hawamchokozi mtu, lakini chokoza uone. Haya. Chungu huwa wana mawasiliano. Hii ndio namba ya mwisho, wana mawasiliano. Chokoza mmoja, jamani adui. Kila mmoja ana hasira, unasikia sauti za aina pale. Kingine kimpita huko, kingine kimpita huko, kimpita huko. Huyu ndiye ametuchokoza. Kwa hiyo wana mawasiliano. Jamani, tukizidiwa na chungu, hatuweki akiba. Hakuna. Hatuwazi juu ya mambo yajayo, kumtumikia Mungu kwa mapana marefu tukiwa hapa duniani. Wewe ulizia kina Bonke walipofika sehemu pamoja na watu waliokuwa wamefika nao, waliokuwa wamezunguka, wamefunguka. Lakini kuna wakati mwingine Mungu anazungumza nao, walikuwa wana mali zao, wanaamua kuuza zile mali zingine walizo nazo, afu waziweke kwenye Injili. Anajiachilia moja kwa moja. Na hata kina Billy Graham. Yaani lazima kanisa hili sio la mtu mmoja, wote. Kama mtu mmoja ana uwezo wa kujenga nyumba, sisi sote hapa kweli tutashindwa? Mwenye kitu kidogo, mwenye hiki kulingana na kipawa, kulingana na kitu tulicho nacho. Hivi kazi hapa kweli ijilaumike kwamba hakukuwepo na watu ambao walioishi hapa? Alafu hii chalize, kwa nini tumeikawiza? Kwa tusiombe maombi ambao ni ya kupindua? Kwani unamsubiri nani? Tunasubiri nini? Tunasubiri kuna kukua sana, kuna kuongezeka sana. Tunasubiri wazungu? Tunasubiri Marekani na wahoji. Tunasubiri Scotland, tunasubiri Uingereza waje watusaidie wazungu? Ni wanadamu, wakitumiwa sawa. Tunasubiri wa missionary, wakitokea sawa. Katiba yetu imeweka wakitokea wa missionary na nini wafadhili, sawa, it is okay. Na sisi tuna Mungu wetu. Haleluya. Tuifanye kazi ya Bwana. Sasa mpaka tuje tuwe mababu. Haya. Kwenye Mhubiri 12 pale anasema walinzi watakapoanza kutetemeka. Walinzi unajua ni nini? Mikono. Yaani mtu ameshakuwa babu, mikono inatetemeka yenyewe hivi. Wenye nguvu, magoti, miguu. Hawa ndio wenye nguvu, wanampeleka mtu popote anapotaka. Umenielewa? Kulingana na mwongozo wa kichwa, akili na ufahamu. Sasa mikono ikishaanza kutetemeka hivi, unakwenda unaanikwa kwenye jua, alafu unatolewa. Wakikusahau hata na mvua inakunyeshea hapo. Wajeke na sauti ilishatoka. Alafu hawa wasagao watakapokoma, hawa wasagao meno yatakapokuwa yameondoka, umekuwa kibogoyo, uli hata nyama ulikuwa unakulaga nyama zamani. Yaani wakati huo ndio tunasubiri tuje tumtumikie Mungu. Tutamtumikia Mungu tukiwa na nguvu zetu. Yaani tuko tunajitambua namna hii, tuko tuna uwezo wa kutembea. Yaani na mikono hii tukifanya kazi unakuwa fiti. Hebu sema Kiingereza hiki. Physically fit. Sema physically fit. Hata kama akipo, wewe sema tu hivyo. Physically fit. Unakuwa physically fit, yani uko fiti kimwili, yani kikawaida. Uko fiti. Vaa yako iko fiti. Ile usivae kama mtu wa duniani. Vaa yako uko fiti kama mtumishi wa Bwana. Haya, economically fit. Spiritually fit.
kiroho fiti, kiuchumi fiti, yani uko fiti kiakili, mentally fit. Sema mentally fit. Yani akili zinakuwa zinachemka fiti. Unakuwa unabuni vitu, yani unabuni vitu, hata Bwana yumo ndani, yani Bwana ndiye amekuwezesha, ameleta hiyo akili. Yani hata ana furaha na wewe. Yani unajijenga vizuri, yani economically fit, uko fiti kiuchumi. Unapiga mambo ya nyumba yako, unapiga mambo ya familia vizuri, uko standard, unavaa vizuri. Bwana asifiwe sana. Ukija kwenye kazi ya Bwana uko fit. Paliposhindikana wewe unapiga. Aije. Tunasubiriana hapa. Au mnamtegea mchungaji au askofu uje tufanyie kazi. Askofu naye ana kanisa lake. Hii kazi inatuhusu. Sasa niwape andiko la mwisho, watumishi wa Bwana. Leo nitaishia hapa. Nitaishia hapa. Lakini Ezra 10 mstari wa 4. Wana unamwamsha Ezra, amka baba, hii kazi inakuhusu. Amka. Yani alikuwa anaomboleza, anaomba mpaka yani anasema hataki kuamka. Takuwa baba, sisi hatuwezi chochote. Amka mtumishi wa Bwana, kazi inakuhusu. Pamoja na sisi tuko pamoja. Haya, hebu isome hiyo Ezra 10 mstari wa 4. Tuishi hapo. Leo chungu katuhubiri kipepeo na nyuki. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe. Uwe na moyo mkuu ukaitende. Kila mmoja. Ezra 10 mstari wa 4. Inuka. Shughuli hii inakuhusu. Umenielewa? Shughuli hii inafanya nini? Inakuhusu. Mungu anakuona unavyoshiriki ili akubariki, akupanue zaidi. Sawa Kwa mbinu zozote zile fanya kitu uwe na alama. Kazi ni wito mtakatifu. Wito kabisa mtakatifu. Huwezi ukampendeza Mungu kama wewe ni mvivu. Huwezi ukampendeza Mungu kama wewe huna imani ya kazi ya Mungu. Huna imani na Mungu. Kazi ya Mungu haitaweza kufanyika kwa mikono mitupu. Lazima uwe na kitu. Na maisha yako huwezi ukayajenga kwa mikono mitupu. Lazima uwe na kazi. Mungu ndiye chanzo chetu cha baraka yetu. Mmenielewa watumishi? Halafu atustawishe, atubariki, tufanikiwe, tufanikishe na kazi ya Mungu, tufanikishe na maisha yetu, tufanikishe na ukoo wetu. Hata kama umeokoka wewe peke yako au mko wawili, unaweza ukafanya standard isiyokuwa ya kawaida. Hata kama wengine hawajawahi kufanikiwa, lakini wewe una Yesu, unaweza ukabadilisha chochote katika familia yenu, katika ukoo wenu na katika taifa lako. Tunaweza tukaomba mahali hapa pakapinduka. Watu wakawa wanawaza mambo ya Mungu kuliko kuwaza uovu. Watu wakawa wanawaza kumcha Mungu kuliko kuwaza kudhulumiana, kuliko kuwaza chuma ulete anakaa tu pale, yeye anakuwa anapokea tu, halafu fedha zetu hazijawa kwenye ulinzi. Yaani fedha zetu tukafanya zikawa na ulinzi, na chuma ulete akakosa soko hapa, anaweza akakosa soko hapa kahamia miji mingine, nao wa miji mingine wakistuka wanalipiga huko. Lakini sisi shali tumeshastuka. Bwana asifiwe sana. Tumeshastuka. Mwambie mwenzako, inuka. Kazi hii inakuhusu. Shughuli hii inakuhusu. Kazi ni shughuli yoyote iliyo halali. Kazi ni shughuli yoyote iliyo halali.
pamoja na Bwana kama ni kazi ya Mungu. Bwana asiwe sana. Hiyo halali. Sasa inuka kwa ajili ya shughuli hii. Inuka moyoni mwako. Kazi ni wito mtakatifu. Ni wito ulioanza na Mungu. Mungu ametuita, Mungu ametuumba kwa ajili ya kazi. Umenielewa? Hakumweka Adamu tu mradi akae, ni kwa ajili ya kazi. Halafu Mungu apate kutukuzwa. Kazi sio laana. Kazi ni baraka. Kazi sio adhabu. Tena hata kama ilikuwa adhabu zamani, lakini Yesu ametukomboa. Tuko huru kufanya mambo makubwa. Simama ya sasa. Mungu wetu tunakuabudu, Bwana wa mabwana, tunakuabudu. Hebu sogea kidogo. Mungu wetu tunakuabudu, Jehova Shama tunakuabudu. Sogea mbele. Hapa ni penye kwa ajili ya maombi. Usikose hizi baraka. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Baba, tunakuabudu Yesu, tunakuabudu. Yaani mwangalie Mungu. Kwa nini amekuumba? Kwa nini amekuokoa? Lakini umhitaji Mungu mwenye kazi kwa dakika hizi chache. Ili kusudi nyuki apate asali, anafanya kazi kwa bidii, yaani ya kujidhabihu kweli kweli, ya kujituma kweli kweli, ya kila mahali, na kugundua ya kwamba ni kitu gani hasa anachokihitaji. Hali hiyo ameumbiwa ndani. Mdudu huyu anayeitwa nyuki atahangaika mpaka asali itokee. Atahangaika mpaka kitu kitokee ambacho sio cha kawaida, hakipatikaniki katika hali ya kawaida. Sasa watumishi wa Bwana, kazi ya Mungu lazima ifanyike kuwa chumvi na ifanyike kuwa nuru hapa duniani, kama sisi na Yesu Kristo alivyo nuru na tena alivyo chumvi. Hebu twende mbele za Mungu. Baba mtakatifu, asante kwa sababu ya neema yako. Omba Mungu, mshukuru Mungu. Bwana wa majeshi, wewe ndiye mwamba
Toa sauti yako, mwombe Mungu. Umenichagua mimi kuwa mfanyakazi, kuwa mtumishi wako, kuwa mtu ambaye Mungu Israeli takuletea faida, takutukuza katika kila ninachokigusa, kila ninachokifanya. Yale ambayo Mungu wa Israeli umeyafunua ndani mwangu, hata Bwana majeshi, ubunifu ulioweka, ujuzi ulioweka, kazi ya ustadi ulioiweka ndani, kila mmoja na kazi ya ustadi kwa viwango fulani, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, ukaweze kumbariki kila mmoja. Mungu ukamwinue kila mmoja. Tutaombea kazi zetu. Ombea leo kazi yako, ombea ofisi yako leo, ombea ofisi yako, ombea kila kazi unayoigusa. Pia utaombea akili zako, utaombea uweza wako ambao ulionao. Bwana akuvike, Roho Mtakatifu akuvike uwezo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ukaweze kuonekana. Hukuwaleta hawa bure duniani. Hawa sio wazururaji, hawa sio watu ambao ni wa maonyesho tu, lakini ni watumishi wako, ni watu ambao Mungu wa Israeli umeweka roho yako ndani yao. Wewe umeweza, Mungu wa Israeli, kujithibitisha. Umewapa nyumba, umewapa vyumba, umewapa mahali pa kuishi. Hapo wanaweza wakaanzia, lakini wanaweza wakafanya mambo makubwa. Unaweza ukafungua vitu ambavyo havijawahi kufunguliwa, ubunifu ambao Mungu wa Israeli ukakreate kitu ambacho Mungu wa Ibrahimu hakijawahi. Wewe unaweza ukaumba. Hawa ni miungu wadogo, hawa wanaweza wakaumba. Naomba hata hivyo uzima, naomba uponyaji, naomba nguvu zako, roho zote ambazo ni za adui zinazozuia kazi yao ya ubora zikaweze kushindwa kwa jina la Yesu. Tunakemea roho zote za adui, roho ya umaskini, roho zote ambazo za ufukara, roho zote ambazo za madeni kupita kawaida, roho zote ambazo za kukata tamaa, roho zote za ufukara, umaskini, kwa jina la Yesu. Roho ya kutokufanya kazi katika ubora, roho zote za kutokufanikiwa, kemea kabisa kwa jina la Yesu. Adui asiguse kazi zako, kemea. Asiguse ofisi yako, asiguse pesa zako, asiguse maisha yako, asiguse kila unachokifanya. Tunakufungulia mlango wa kazi. Omba kwa ajili ya kazi. Wewe umfanya kazi, lazima Mungu akupe kazi. Lazima Bwana afungue kazi, Bwana kuwezeshe hata jinsi ambavyo umesoma. Bwana akupe ubunifu, Bwana akupe cha kufanya, Bwana akupe. Yehova uliye hai, Roho Bwana, Roho Mtakatifu uliyeshuka kwa Bezaleli, leo ushuke kwa hawa watu. Bezaleli wa leo ni hawa, katika jina la Yesu. Pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu. Atakupa hekima, atakupa maarifa, atakupa ujuzi, atakupa ubunifu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea hali ya kufaulu kabisa. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Omba kazi, omba kazi. Omba Mungu akufungulie kazi. Bwana alimpa kazi kwa jina la Yesu. Bwana akuinue, Bwana akupe kazi, Bwana akupe kazi, Bwana akupe kazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hali zote ambazo za adui zenye kuzuia baraka zako na kuapisha kwa jina la Yesu, toka ndani, toka inayozuia baraka zako kwa jina la Yesu Kristo.
kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea ubunifu. Pokea ubunifu. Ukawe mbunifu. Ukawe mbunifu na ujuzi mkuu. Usishindwe na maisha wakati ambapo Bwana Roho Mtakatifu unaye. Roho Mtakatifu unaye. Roho Mtakatifu unaye. Roho Mtakatifu unaye. Pokea ubunifu. Pokea ubunifu. Pokea ubunifu. Pokea ubunifu. Pokea ubunifu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana akupe kazi aliyokusudia uifanye, kazi za rohoni, kazi za kawaida. Bwana akupe kazi. Bwana akupe kazi. Bwana akupe ubunifu. Bwana akupe kazi. Bwana akupe kazi. Bwana akupe kazi. Bwana akupe ubunifu. Bwana akupe kazi. Bwana akupe. Bwana jidhihirishe sana katika mama huyu. Akupe kazi. Akupe kazi. Akupe kazi. Akupe kazi. Akupe kazi. Bwana akupe. Bwana akupe kazi. Bwana akupe. Bwana akupe kazi. Kwa jina la Yesu. Ubunifu. Kwa jina la Yesu. Kila vizingiti vyote vya adui, yote ambayo adui anapinga mafanikio yake, nakuapisha kwa jina la Yesu. Toka ndani. Toka roho ya mauti. Toka kwa jina la Yesu. Toka katika tumbo lake. Toka katika maisha yake. Kuapisha. Kama ndani. Kama roho zote ambazo toka ndani. Toka ndani. Achia kazi yako. Achia kazi yako. Achia kazi yako. Achia baraka zako. Achia baraka zako. Shindi wa kazi. Shindi wa kazi. Shindi wa kazi. Bwana akupe kazi. Bwana akupe kazi. Bwana akupe kazi. Kwa jina la Yesu. Bwana kufungulie mlango wa kazi. Bwana kufungulie mlango wa kazi. Bwana akupe katika jina la Yesu. Akufungulie mlango wa kazi. Pokea kazi. Pokea mlango wa kazi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana akupe mlango wa kazi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akupatie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana kuwezeshe, akujaze Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ya ubunifu, ya ubunifu, ya ubunifu, ya ubunifu, ya ubunifu. Hey! Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, jana, jana. Hey, usogeze mbele tena, mpe hatua tena katika kazi yako, hata aliyo nayo ukaiwezeshe, ukaiwatishe, ukaifungue, ikawa na baraka zake kama mtumishi wako katika jina la Yesu. Pokea kazi, pokea kazi, pokea ubunifu, pokea nguvu, pokea kazi. Kila roho zote zinazozuia baraka zako, kila roho zote zinazozuia kazi ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo wakati kutoweka, pokea kazi, pokea ubunifu, pokea nguvu, pokea neema kwa jina la Yesu. Bwana zibisike, uko pamoja na wewe, ukafanya kazi kubwa. Bwana kuinue kwa viwango vikubwa vya kazi. Bwana akupe, akufungulie milango, akufungulie milango, akufungulie milango, akufungulie milango, akuponye pia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila vizuizi vyote vya adui, kila malango yote ya kuzimu ninayapisha kwa jina la Yesu. Kila ngome zote za adui zipate kushindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, wezeshe kuwa na kazi. Lazima awe na nguvu, lazima apone, lazima awe na afya njema kwa jina la Yesu.
ili afanye kazi kwa jina la Yesu. Pokea kazi, pokea msingi wa kazi wenye mafanikio, pokea baraka, pokea mlango wa kazi, pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti, pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti, pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti, pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu Kristo, pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana kuwezeshe, Bwana kufungulie mlango wa kazi, Bwana kuwezeshe, akupe roho ya ubunifu, akupe uwezo, ujae Roho Mtakatifu zaidi ili akuonyeshe cha kufanya, akupe kazi ya stadi wa kazi kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Bwana akupe neema ya kupata kazi na kujaze Roho Mtakatifu, akufundishe kazi na namna ya kwenda na kazi, na namna ya kuitunza kazi, na namna ya kuidumisha kazi kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu. Jaa uwezo, jaa ubunifu, jaa ujuzi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Hapo ndio ufumbuzi wa mambo mbalimbali katika jina la Yesu. Jaa ufahamu, jaa akili, jaa hekima, jaa maarifa, jaa uwezo. Nguvu ya Bwana ikawe pamoja nao, uwezo wa Bwana ukaweze kuthibitika. Jaa nguvu ya kazi, jaa uwezo wa kazi, jaa maarifa ya kazi, ili kazi ya Bwana ikaweze kufanyika. Hata Mungu wa Israeli ulimleta Yesu Kristo kwa ajili ya kazi ya msalabani, lakini ikaweza kufanyika hata kwa namna mbalimbali. Baba Mtakatifu, ukatuwezeshe tukajifunze kwako Mungu, ukajithibitishe Bwana. Mwezeshe Mungu kuwa na kazi ya ubunifu sana. Mungu wa Israeli mwezeshe Bwana, mwezeshe, mwezeshe Mwokozi wa Israeli, mwezeshe Mungu wa Ibrahimu kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ubunifu utokao kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu ukaweze kumwezesha kwa namna ya pekee katika jina la Yesu Kristo. Namweka pia mwana huyu Mungu wa Ibrahimu, ukampe mlango wa kufanya kazi na ukamwezeshe kwa kazi ya ubunifu zaidi, uweza wako upate kuonekana na wote. Mungu wa Ibrahimu ukawawezeshe sana katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu Kristo, pokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya Bwana, mlango wa kazi, uweza wa Bwana ukaweze kuonekana, ukajithibitishe Mungu kwa ajili yake. Mungu wa Israeli ukaweze kuthibitika, ukaweze kuonekana. Kila ngome zote ambazo ni za adui katika jina la Yesu Kristo, mamlaka zote ambazo ni za adui zinazozuia maisha yake yasifanikiwe katika jina la Yesu, toka ndani. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, toka katika jina la Yesu. Achia maisha yake, achia maisha yake. Wewe adui, toka vizingiti vyote, toka ndani. Kama mwisho leo kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Teketea kwa moto. Roho Mtakatifu endelea kukemea kwa jina la Yesu. Tokea mlango wa kazi, pokea baraka za kazi, pokea baraka za kazi, pokea nguvu ya kufanya kazi na hali ya ubunifu isiyokuwa ya kawaida. Bwana kupe kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba yetu wa mbinguni, fumba macho yako uombewe. Baba yetu wa mbinguni, tunalibariki jina lako mwaminifu, tunaliinua jina lako lenye nguvu, jina lenye mamlaka. Umekuwa pamoja nasi Bwana tangu asubuhi hata muda huu. Mungu, tumeuona uweza wako na nguvu zako. Tumeona Bwana ukituhudumia kwa namna mbalimbali. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya kumtumia mtumishi wako kama chombo chako Bwana. Umenena nasi Mungu kwa habari ya kutufundisha hata kwa wadudu ambao wanafanya kazi Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu kwa kutufundisha
Bwana, tusishindwe na wadudu hawa Baba, katika jina Yesu. Mjalie kila mmoja nguvu za kuweza kufanya kazi Bwana. Asante Mungu kwa kulifunua neno lako la uzima asubuhi ya leo Bwana. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya kusanyiko zima ambalo limesikia maneno haya Bwana. Tukawe watendaji wa neno wala si wasikiaji. Tusaidie mwaminifu. Tuseme nini Bwana? Tumekuwa na siku ya baraka mno siku ya leo, mfalme wa amani. Tumekuona na muda huu Bwana tunakwenda kuahirisha ibada yetu Baba, tukielekea majumbani. Saa hii watoto wako watakuwa Mungu wakisafiri na vyombo mbalimbali. Wengine wanaenda kusafiri na vyombo vinavyotumia moto Bwana, vilivyotengenezwa na wanadamu Baba, katika jina la Yesu ukawalinde, ukawapiganie. Pusha ajali mbalimbali katika jina la Yesu. Ondoa Mungu mishale iharibuo kwa haraka ikapate kushindwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana ukawatetee, ukawalinde Mungu mtakatifu. Wengine wanavuka barabara, wengine wanakwenda huku na huko Bwana, tunaomba ulinzi wako Mungu ukawe pamoja nasi, mfalme wa amani. Asante Jehova uliye hai. Kabisa na wiki linaloanza kesho Mungu likawe ni wiki la kwenda kwa usalama. Wengine Mungu wanakwenda makazini, wengine wanakwenda mashuleni, wengine wanakwenda katika shughuli mbalimbali, katika biashara, mashamba Baba, katika jina la Yesu kaonekane juu ya watoto wako Bwana, ukiwalinda, ukiwapigania, ukituatamia Bwana kama vile kuku wanavyoatamia vifaranga. Tunakuhitaji Mungu, tunahitaji ulinzi. Funga roho zote za mauti zikapate kushindwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bali Mungu ukawe pamoja nasi Baba. Tunasema asante, tunaachilia yote mikononi mwako kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wote tuseme amen.